Historia fupi ya marehemu Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala Omutwazi, leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mzee Mathias Kamuhangire Kajala alizaliwa mnamo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 1934 katika kijiji cha Nyaishozi, wilaya ya Karagwe, mkoa wa Ziwa Magharibi, wakati huo ambapo kwa sasa ni mkoa wa Kagera, akiwa ni mtoto wa pili katika familia ya Mzee Cyprian Katabazi Kajala na Emelensiana Akilikiza Kabuzi. Ubatizo. Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alibatizwa mnamo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 1934 akiwa mbatizwa namba 8 katika parokia ya Bugene. Baba wa ubatizo alikuwa marehemu Mzee Pastori Kabutelana. Komunio. Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alipata komunio ya kwanza mnamo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1942 parokiani Bugene, na akapata sakramenti ya kipaimara siku hiyo hiyo, na namba yake ya kipaimara ilikuwa ni 1386. Ndoa. Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alifunga ndoa na mke wake Petronila Kalabaizile mnamo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1960 katika parokia ya Bugene. Walibahatika kupata watoto 12, wakiwemo wa kiume 4 na wa kike 8. Kati ya hao 4 wametangulia mbele za haki, wa kiume 1 na wa kike 3. Marehemu ameacha wajukuu 25 kama mnavyotuona hapo mbele na vitukuu 2. Elimu. Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alijiunga na elimu ya msingi katika shule ya msingi Bugene Middle School, kwa sasa Bugene Primary School, kati ya mwaka 1940 na mwaka 1946. Baada ya hapo alijiunga na masomo ya sekondari ya Ihungo kati ya mwaka 1947 hadi 1949 na kuhitimu darasa la 10. Kazi. Kuanzia mwaka 1950 marehemu Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alianza kufanya kazi ya ualimu wa kujitolea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ziwa Magharibi, kwa sasa mkoa wa Kagera. Mnamo mwaka 1958 alijiunga na chuo cha ualimu cha St. Thomas More College na kuhitimu cheti cha ualimu. Baada ya hapo aliendelea na kazi ya ualimu. Mnamo mwaka 1961 Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alibadilisha kazi na kuajiliwa kama karani wa halmashauri ya wilaya ya Rwamishenyi, kwa sasa Bukoba Manispaa. Mnamo mwaka 1963 Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alifanya kazi katika ofisi iliyojulikana kama Kagera National Service Bukoba. Mnamo mwaka 1971 hadi 1972 Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala aliajiliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani katika kitengo cha kuhudumia wakimbizi na kuanza kazi yake katika makazi ya wakimbizi Kimuli katika wilaya ya Karagwe, akiwa kama mkuu wa makazi msaidizi, yani Assistant Chief Commandant. Mnamo mwaka 1973 hadi 1974 Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alihamishiwa kwenye makazi ya Uriankuru Tabora na kuendelea na kazi hiyo hiyo, na baadaye kuhamia makazi ya Mputa mkoani Ruvuma wilaya ya Songea kati ya mwaka 1974 hadi 1975. Mnamo mwaka 1976 hadi 1978 Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alihamishiwa kwenye shirika la usagaji la taifa, yani National Milling Corporation NMC, mkoa wa Mtwara, akiwa kama afisa utumishi, na baadaye mnamo mwaka 1980 hadi 1982 alihamishiwa ofisi za NMC Kurasini, Dar es Salaam, akiwa kama mkaguzi wa hesabu za ndani, yani internal auditor. Mwaka 1983 alihamishiwa katika ofisi za NMC Bukoba, akiendelea na kazi hiyo ya mkaguzi wa hesabu za ndani, na akastaafu utumishi wa umma na kurudi kijijini Bugene mnamo mwaka 1985. Kazi nyingine. Baada ya kustaafu, Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alijishughulisha na kazi zifuatazo: mosi, kilimo na ufugaji; pili, mzee wa baraza la mahakama ya mwanzo Bugene, mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Bugene, mjumbe wa chama cha msingi Bugene, mjumbe wa baraza la ardhi Bugene na mshauri wa masuala mbalimbali ya kijamii. Maisha ya kiroho. Mzee Mathias Kamuhangire Cyprian Kajala alikuwa mwanachama wa chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu na aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama hicho
na aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Aidha, alikuwa miongoni mwa wafadhili wa kwaya ya Mtakatifu Petro Clavel Bugene. Vile vile aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya Bikira Maria Bugene. Maisha ya burudani na starehe. Mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala akiwa kama kijana alikuwa mpenzi sana na mchezaji wa mpira wa miguu katika nafasi ya mlinda mlango, yani goalkeeper. Baadhi ya wachezaji aliocheza nao wakati huo ni Brighton Ruiza, Jonathan Ruiza, Josia Ruiza, Ferdinand Kamuntu, Ruhinda, Fortunatus Banyamulana na Lukandonda alimaarufu kama Ntaboyago. Mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala wakati wa uhai wake aliwahi kuwa mwana kwaya katika kwaya ya wazee, akishirikiana na mzee Baltazali Nkobelerwa, Marcel Tibika yani Kimyosi na Antoni Kabiemela ambao wote kwa sasa ni marehemu. Kifo. Mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala kuanzia mwaka 2016 alianza kusumbuliwa na tatizo la kupata shida katika mfumo wa mkojo na moyo kupanuka. Baada ya vipimo aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa tezi dume na akafanyiwa upasuaji. Mnamo mwaka 2022 mwishoni alianza tena kujisikia maumivu makali kwenye njia ya mkojo, na baada ya kupimwa aligundulika kuwa na saratani ya kibofu cha mkojo. Baada ya jitihada za kumpasua kwa mara ya pili alionekana kuwa imara, isipokuwa alibaki na tatizo kubwa la moyo lililosababisha kufanyiwa upasuaji na kuwekewa mashine ya mfumo wa umeme kwenye moyo ijulikanayo kama pacemaker. Baada ya hapo afya ya mzee iliimarika na akaruhusiwa kurudi nyumbani, lakini ilipofika mwezi wa 7 mwaka 2024 mzee alipata kiharusi yani stroke, ugonjwa ambao ulipelekea afya yake kudhoofika mpaka mauti ulipomfika usiku wa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025 saa 6:05 usiku. Mambo ya kukumbukwa. Mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala atakumbukwa kwa mambo yafuatayo. Mosi, alikuwa na upendo kwa watu wote bila kujali umri, kabila, jinsia, utajiri, na alikuwa mcheshi sana. Alikuwa mpatanishi katika jamii hadi watu wakampa jina la Omutwazi. Alipenda sana kusali, na hii ilijidhihirisha wakati fulani licha kuwa na mgogoro wa afya alienda kanisani na kuzidiwa akiwa huko. Aidha alipenda sana kusali rozari. Jambo hili lilijidhihirisha wakati alipofariki alikuwa na rozari yake ameishika mkononi. Alipenda sana kuunganisha watoto wake, na ushuhuda wake ni kuwa ametuacha tukiwa wamoja, na tunaomba Mungu aendelee kubariki kazi yake kwetu. Alipenda sana usafi wa mazingira na alichukia sana magugu yanayozunguka eneo la nyumba yake, na ndio maana wanafamilia walipenda kumuita kwa kumtania kwa jina la Oyombela Omwata. Mwisho, familia ya mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala inamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na nguvu aliyomjalia hadi kufikia umri wa miaka 91 na miezi 6 tangia kuzaliwa kwake. Shukrani za pekee ziwaendee Baba Askofu Almachius Reyongeza wa Jimbo la Katoliki Kayanga, mapadre, watawa na wale wote wenye mapenzi mema kwa huduma za kiroho, kimwili alizokuwa akipatiwa akiwa ndani ya familia yake na akiwa hospitalini. Mwenyezi Mungu awabariki nyote kwa upendo wenu wa dhati. Wanafamilia vile vile wanashukuru wauguzi wote kuanzia hospitali ya Rufaa Bugando, hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Bukoba Government Hospital, hospitali ya Mgana na hospitali ya Nyakahanga mahali alipokutwa na mauti. Mwenyezi Mungu awazidishie neema na baraka tele kwa upendo mlioonesha. Familia inazidi kuwashukuru kwa moyo wa dhati wale wote walioshiriki kwa hali na mali katika kutoa huduma mbalimbali ili kuokoa uhai wake. Tungeweza kutaja majina ya wote waliohusika, lakini tunaogopa kuwakosea wengine ambao tunaweza tukawasahau kuwataja. Vile vile tutakuwa kama wale wakoma 9 waliokosa moyo wa shukrani baada ya kutakaswa tusipomtaja shemeji yetu Daniel Lutasiamka aliyechukua jukumu la kumhudumia mzee wetu akiwa anaishi kwake jijini Dar es Salaam zaidi ya mwaka mzima. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Aidha tunamshukuru sana shemeji yetu Josephat Runyoro kwa utayari wake wa kumsafirisha mzee pindi alipohitaji kwenda hospitali Nyakahanga au Bukoba kutibiwa. Shemeji yetu Sanasio Kaana, tunakushukuru kwa kumruhusu dada yetu Stella Mathias Kajala kutumia muda wake mrefu kumuuguza mzee, lakini pia mama Jovan Juvenali Kajala
tunamshukuru Mungu akubariki. Tunashukuru na Mungu akubariki kwa jitihada zako za kuokoa uhai wa baba mkwe wako. Shemeji yetu Jacobo, ulikuwa karibu sana na familia yetu kwa hali na mali. Tunakushukuru sana kwa upendo wako. Kwa namna ya pekee familia inapenda kutoa shukrani kwa vijana wawili waliomhudumia mzee wetu ambao ni Medi na Anesh. Mwenyezi Mungu awazidishie neema na baraka tele kwa upendo wenu wa dhati kwa mzee wetu. Lakini pia shukrani za dhati kwa wageni waliokuja kuomboleza nasi. Wengine wametokea nje ya nchi, wengine wametokea mikoa mbali, kuna baadhi wametembea kilomita zaidi 1500 kwa ajili ya kuja kuungana na sisi. Mwenyezi Mungu awabariki na kuzidisha pale mlipo toa. Familia mzee marehemu Mathias Kamuhangile Kajala, kwa kuzingatia kuwa katika ubinadamu wetu uliotawaliwa na udhaifu mwingi, hatuwezi kukwepa ukweli kwamba wapo waliokwazwa naye. Hivyo basi inaomba kwa niaba yake msamaha pale ambapo alionekana kumkwaza mtu yoyote. Tunahitimisha kwa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo yasemayo, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Mathayo 25 mstari wa 23. Historia hii imetawalishwa na familia ya mzee Mathias Kamuhangile Cyprian Kajala. Asanteni kwa kunisikiliza.